tumeanza mbali na mada yetu ilikuwa ni tarbiyatul aulad fi dhawil kitabi wa sunna, malezi ya watoto kupitia mwanga wa Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sasa tutaendelea mbele, tutazungumzia kuhusiana na ahamiyatul ilmi, umuhimu wa ilmu. Amesema mtaalamu kwamba mwanadamu katika kuhitajia chakula ni kudogo zaidi kuliko mahitaji yake anavyohitajia ilmu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu huyu chakula anahitajia ale chakula mara 2 au mara 3 kwa siku, lakini umuhimu wake wa kuhitajia ilmu wanasema ni biqadri al-anfasi, ni kiasi cha pumzi zake zote inahitajika ilmu. Tazameni mwanadamu katika huko kula kunahitajia ilmu. Ukisoma katika hadithi za Mtume Muhammad, anaeleza Muislamu namna gani ale, sio afakamie tu chakula kimeletwa, atumie kula chakula chake bithalathati aswabi, kwa vidole vitatu, sio vidole vyote vinakwenda kufakamia chakula. Na Mtume katika hadithi yake amesema, samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu, wa kul mimma yalika, na ule sehemu iliyokuelekea. Kwa mkikaa watu wengi kwenye sahani ya pilau, kwa bahati mbaya pale sehemu yako haina nyama, usizungushe mkono wako kwenye sahani ukapeleka kwa wenzako ukawa unatafuta manyama. Hapana, hivyo bahati yako usiku ule ni mbaya. Subiri mwenzako akusogezee nyama ule ambaye ameielekea. Tunaona umuhimu wa ilmu hapa, kwamba kwenye kula pia Mtume anaelekeza kwamba mtu ale kwa mtindo gani. Haya, ukizungumza pia katika mazungumzo yako kunahitajika ilmu. Mtume ameshaelekeza. Mtume ameelekeza jinsi ya kusema, idha nataqta fala takun mikthara. Ukizungumza usiwe mwenye maneno mengi. Kuna watu wakikaa na wenzi wao, anataka yeye asikizike yeye mwanzo mwisho. Uislamu hautaki hivyo. Minal murua an yansata al-akhu li akhihi idha haddatha, asema ni katika tabia nzuri kunyamaza mtu basi pale mwenzake anapokuwa anazungumza. Basi mtu akikosa ilmu ya kuzungumza, utamuona mko kwenye kikao, anataka kikao hicho aseme yeye mwanzo mpaka mwisho, utafahamu kwamba huyu amekosa ilmu ya dini. Haya, pia sio hilo tu, hata kutembea kunahitajia ilmu. Kuna watu anatembea kwa mwenzake muda wote, hapana, mtu ameshaelekeza hatakiwi mtu baada ya swalatul isha au kabla ya swalati subhi kumtembelea mwenzako. Hapana, usije ukajiona eti wewe ni rafiki sana mwenzako, baada ya swala hizo unakwenda kupiga stori, yeye ana mume anataka kula kupumzika. Hapana, sio ustaarabu kufanya hivyo, sio ilmu. Kwa hiyo kumbe kutembea pia kunahitaji ilmu, lakini huko kutembea hata barabarani pia kunahitaji ilmu. Mtu ameshaelekeza ukitembea barabarani uweje. Kuzungumza kunahitaji ilmu, na Mwenyezi Mungu ameshasema, ya nisaa an-nabii, enyi wake wa Mtume. Alikuwa anazungumza
wanawake wa Mtume, lakini anakusudia wanawake wote katika umma. Fala takhdha'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun, msilegeze mkizungumza sauti zenu, kwa sababu watapata tamaa wale wanaume ambao katika nyoyo zao ni wagonjwa. Yani kuna wanaume wengine yeye hahitaji sura ya mtu, yeye hahitaji sauti tu. Ndio maana ukaona kuna wanaume mazuzu wamewahi kuoa sauti, anaoa sauti, yani mke hamjui, siku moja amelomnaba kwa bahati ka sauti ni kazuri salama, basi hilo tu. We uko wapi? Nimekosea namba, mpaka mfuatilie unaishi wapi. Ngoja nikutumie nauli. Mtu anamtumia nauli mtu asiyemjua, na imetokea siku moja akamtumia mtu nauli, anakuja anashuka kwenye basi kumtazama vile, kumbe njize akaingia mitini. Kwa nini? Kwa sababu yeye amerogwa na sauti. Kwa hiyo ndio mmeelekezwa nyinyi hata kusema pia sauti wailegeza kwa mume, lakini mtu mwingine hata kama sauti ndogo ikaze salama habari za wewe hivyo, yani ili usimtumainishe yule. Kwa hiyo kusema pia kumbe kuna hitajia ilmu. Haya, kuvaa pia kwa hitajia ilmu. Aliyeweka mada hii mimi namsifu sana Sheikh Mubarak na wenzako. Kupanga hii maudhui kwamba wanawake na elimu ni jambo moja basi, hapana sana. Kuvaa pia kwa hitaji ya ilmu. Mwenyezi Mungu ameshaelekeza kwamba wanawake washushe katika shungi zao, waziteremshe. Hivi mlivyovaa nyinyi hamkuvaa tu, ndivyo ilmu ilivyoelekeza watu wavae. Angalieni mtu sasa anapokuwa amekosa ilmu atavaa anavyotaka, na hivyo ndivyo vioja ambavyo vinapatikana leo. Ndio maana nikaanza kutanguliza katika mada yangu haya. Mada ni ya ilmu. Mnafahamu hata hiyo radi pia inahitaji ilmu. Radi hiyo imeelekeza kwa mtu, ameelekeza kuna dua ya upepo. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukivuma upepo anapiga magoti, kisha anauashiria ule upepo, anaomba dua, Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi riyah. Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na shari ya upepo huu. Ikija radi kama hiyo, basi kuna dua unaomba Mwenyezi Mungu akuepushe na shari za radi ile. Kwa huku kuvaa pia kwa hitaji ya ilmu. Leo angalieni watu waliokosa sasa, waliokosa ilmu ya kuvaa. Mtoto anavaa utadhani huyo si amekimbia makaburini, mpaka kiasi kwamba lao watembelewa na wake wenzako wenye heshima, utaona haya wewe mtoto wako kumuonyesha mbele ya wenzako kwamba huyu ni binti yako. Kwa nini? Kwa sababu amevaa vyovyote. Kwa kukosa ilmu mtu anavaa vyovyote, anavaa anavyotaka. Kwa hiyo mnaona kwamba kumbe kuvaa pia kuna hitaji ilmu. Jamani, sisi kwa sababu ni watu wa familia moja, hatuwezi tukazungumza mambo yote ya ndani, kwa sababu ile ilmu ya balagha imetuelekeza kusema mtu ambaye ni balighi yoyote anatakiwa aseme kutokana na muktadha al-hali. Aangalie mahali anapozungumza, wakiwa wamechanganyikana watoto, kina mama na nini, na maneno ya kijijini, watu ni familia moja, usemeje? Na maneno yakiwa ni changanyikeni, unazungumzia ndani ya jiji, basi usemeje pia? Lakini nataka niseme alau kwa mafumbo muelewe, basi hata ukichanganyikana na mume pia kuna hitajika ilmu. Mtu aliyesoma ilmu hahitaji kungwi, si mnanielewa? Mtu aliyesoma ilmu hahitaji kuwaita makungwi waje wamfunde. Kwa sababu gani? Kungwi mkubwa duniani ni Mtume Muhammad. Ameshaelekeza vitu vyote, mume afanyweje. Nani nataka niseme, lau
watu wote, wanawake wote wangekuwa wanatumia ilmu kwenye majumba yao, basi kusingekuwa na talaka. Kwa sababu sisi wanaume Mwenyezi Mungu ametuumba, msituone na makoti, ni wadhaifu kweli kweli. Nilishatangulia kule kwamba kuna shekhe mwenzetu anasema ameshindwa kuwapeleka watoto wake chuoni kwa sababu mke tu kamwambia, mimi sioni raha wanangu wakiwa pale. Umeona? Kwa ndugu zangu kina mama, tunaona kwamba shekhe, karibu leo. Umenifaa mimi, nimeona kivumvu leo, naona kihoro kwa sababu hupo. Maneno mengi yamekimbia kwa kumkosa rafiki yangu huyu. Ndugu zangu, kwa hiyo mada ya ilmu ni mada pana sana ambayo kwamba tunahitajika si wanawake tusomeni, kwa sababu lau kama tunaikosa ilmu hatuwezi kufika mwisho katika maisha yetu. Ndio nilikuwa naendelea kwamba sasa kumbe kuchanganyikana na mwanamume pia kunahitaji ilmu. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo halihitaji elimu. Ndio nikatanguza maneno yangu ya kwamba kuhitajia mtu ilmu ni kukubwa zaidi, mahitaji yake ni makubwa kuliko kuhitajia mtu chakula. Chakula anaweza akaa mtu mara moja kwa siku tu, lakini ilmu ni kila pumzi inapotoka inahitajia ilmu. Kutazama pia kunahitajia ilmu, kucheka pia kwahitajia ilmu, kula kunahitajia ilmu, kutembea kunahitajia ilmu. Basi sikwambii hayo mambo makubwa makubwa kama mambo ya ndoa ndio yanataka ilmu zaidi. Kwa maafa mengi leo yanayopatikana katika dunia hii ni kwa kuacha kuisoma ilmu ya dini. Ndugu zangu, maudhui yangu ni ndefu, lakini mpaka hapa ifike mwisho kwa sababu hali ya hewa hairuhusu, na shekhe mwenyeji amekuja, ndio mwenyeji wangu, nimwachie fursa hii aweze kuendelea. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wal afwa minkum wa ila liqa.